tunaongea na Mungu moja kwa moja, na kama ingelikuwa maiti inasikia kitu ambacho kipo, pengine tungeweza kumwambia Mungu atusaidie kutusubirisha kwa mengine mengi. Kama mlivyosikia, hadithi hii ni hadithi ambayo mtu akikusimulia mbali na hapa unaweza kudhani ni hadithi ya kutungwa, ni hadithi ambayo haipo. Kiwanja hiki tulipo, nyumba hii ambayo mama huyu amejenga na marehemu mume wake, na hawa ndio watoto wake, hajapata hati kila kifuatilia, lakini mwisho wa siku hati zimetoka kwa majina ambayo sio ya mume wake, na nyumba hii nayo imeuzwa. Na marehemu mume wake aliagiwa kwenye nyumba hii. Kuagiwa kwenye nyumba hii sio justification kwamba ni ya kwake, lakini angalau inaanza kuleta mahusiano kwamba why aagiwe hapo. Yani kuna vitu vinaanza vinasaba, kuna vitu angalau unaweza kuprove kwamba basi hata kama tunataka tumtafute ndugu wa yule marehemu, hebu tuanzie pale alipoagiwa. Kwa nini hakuagiwa pale? Kwa hiyo msinikoti vibaya kwamba kuagiwa hapa kuna justify umiliki, hapana. Lakini tumesikiliza hii milolongo mingi sana ambayo wamejitokeza baba mdogo kwamba yeye ndio eneo lake, amejitokeza bwana Joel Mwambungu kwamba yeye ni mmiliki wa eneo hili ambalo lipo kutoka mwaka 1980 mwaka 79 lilivyonunuliwa kwa maelezo ya mama bwana Joel kwamba ni mmiliki, na maelezo yapo kwamba wanamiliki kutoka miaka 1980, yeye akiwa amezaliwa miaka 1990, miaka 1990. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukienda kwenye sheria tu vizuri, kumbe hata mtu kabla hajaumbika kabisa kwenye tumbo la mwanadamu anaweza kuwa tayari amepewa umiliki wa eneo. Hiyo ni jambo la kwanza kubwa sana kuhusu, kama nilivyosema Mheshimiwa DC, kuhusu umiliki pia wa eneo hili kwa ujumla wake. Lakini pia kama ambavyo ramani hii inaonyesha kwamba hapa palikuwa 39, 38, 40. Lakini wakati hizi sarakasi zinaanza pakaongezewa herufi A ili kuonesha kwamba 39 na 39A ni viwanja viwili tofauti. Lakini tulivyokuja hapa, mimi mkuu wa mkoa na wenzangu wote ambao wameshuhudia, kumbe 39A na 39 ni kiwanja kimoja. Si kama tumeona mpaka hapa. Kwa hiyo maana yake jambo la pili, kuna kamchezo ambako kalifanywa kwa maslahi ya nani, ili kuweza kwenye mchoro kuonyesha kwamba kuna viwanja viwili tofauti, lakini kumbe ni kiwanja kile kile. Hii japo inawezekana isiwe kweli, inaonekana pia ndio michezo ambayo hufanywa kwenye makompyuta, alafu kwenye site ikawa tofauti. Na michezo hii, nadhani watu wa ardhi mpo hapa, huwa inaweza kufanywa sana pia kwenye kulipia hata kodi za ardhi, kwamba kiwanja kina square mita 440 kwenye kompyuta, lakini ukienda kwenye ground kiwanja kina square mita 1440. Kwa zile square mita zingine zote serikali inakuwa inakula hasara wala hailipiwi. Lakini mbaya zaidi ni kwamba kuna mtu ambaye anaitwa bwana Lydia ambaye alikuwa anajitambulisha kama mke wa marehemu Bernard Mwambungu. Sasa kwa sababu RPC tunaye hapa, huyu Lydia, tena naomba nisome vizuri majina ili nisionekane na jina halisi. Anaitwa Lydia, naomba nisome vizuri asije kamatika mtu ambaye sio yeye. Wanasheria mniongoze vizuri ili nisome jina sahihi. Sitaki kukosea jina. Labda nitaje jina moja. Lydia ndio jina. Anaitwa Lydia, aliyekwenda kuwa ndio mke wa marehemu. Atafutwe, awekwe lock up kwanza. Huyu Joel atafutwe, aweke lock up kwanza. Halafu hatua ya pili itakayofuata, tufuatilie huu mchakato. Ardhi pale mwanasheria kulikuwa kuna caveat. Na unajua damu ya mwanadamu huwa inanena.
Umeona sasa hivi mama anasema na sheria ikoje? Mpaka jioni nitakuwa nimekusha pata statement nzuri sana, kwa sababu niko na jopo la wanasheria wazuri tu, wengi tu hapa. Lakini hawa wawili kwanza wakamatwa. Lakini jambo la tatu, hii nyumba ilipouzwa valua kwa ajili ya kubadilisha umiliki imesoma almost kama milioni 100 plus. Nimeshamwambia Commissioner General wa TRA Mwenda anipe mtaalamu wa TRA ambaye anahusika na masuala haya. Hapa sasa hivi sijamuona, ili aje tena afanye tathmini hiyo tuweze kujua kwamba mauzo haya yalikwepa kodi ya serikali ama ya kukwepa kodi ya serikali. Lakini jambo la 4, wataalamu wa ardhi wote mpo hapa, kiwanja kile pale kile namba 38 wametoa maelezo familia kwamba hati ilichukuliwa na huyo shangazi, anapobanwa anasema imechukuliwa na baba mdogo ambaye alikuja kufariki. Sasa wakaenda kufuata process zote, wakatangaza ili wapate tena hati ya marehemu mume wao, yeye kama mmiliki wa mirathi. Mpaka leo hajapata hati. Kwa hiyo watu wa ardhi, msajili upo hapa, wote mpo hapa, hilo liangalieni vizuri, kwa sababu hapa nataka tuunde kamati maalum, na kamati hapa zitakuwa 2, Mheshimiwa DC, zitakuwa 2 ambazo zitafanya kazi kila moja kwa wakati wake. Kwa hiyo nakuelekeza Mheshimiwa DC uunde kamati ya wilaya, halafu na mimi mkuu wa mkoa naunda kamati ya mkoa kwa uzito wa jambo lenyewe, ambalo nitashirikisha ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu kuna waziri wetu wa TAMISEMI, nitashirikisha ofisi ya RICO, nitashirikisha ofisi ya ZPC, nitashirikisha ofisi ya TAKUKURU, nitashirikisha ofisi zote za wataalamu, na nitaomba mtaalamu mmoja kutoka ofisi ya rais, ili tuwe naye katika masuala haya, iwe ni kama capstone ya kuweza pia kuendelea kutatua migogoro ya aina nyingine. Kwa hiyo kamati ndio mimi, wewe DC utafanya kamati, mimi mkuu wa mkoa nitaunda kamati ambayo itashirikisha sasa wataalamu mbalimbali. Na la mwisho, Mheshimiwa DC, kwa sababu tumegundua sasa hii migogoro pale kwenye faili lako unayo mingi, wenzetu wa ardhi nao wanatatua, huku nako wanatatua, kila mahali wako, kunaweza kuwa kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Kuanzia tarehe 22, Mheshimiwa DC, niangalie tarehe 22 ni juma ngapi? Tarehe 22 ya mwezi wa kwanza. Angalia itakuwa juma ngapi? Kuanzia tarehe 22, Mheshimiwa DC, tupate full 3 days katika wilaya yako hii ya Kinondoni. Tupige kambi Alhamisi, tupige kambi Ijumaa, tupige kambi Jumamosi. Tutatue shida za watu tukiwa na wataalamu wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Nafahamu mnafanya, lakini tunarudia tena mara kwa mara, ili kwamba hawa ambao wanalia, kwa mfano mama huyu umri huu akianza kulia hivi, wewe kijana unafanikiwaje? Umri huu akianza kulia, wewe kijana unafanikiwaje? Na kwa taarifa, sijikutaka tu waseme mambo mengi, lakini mtu ambaye alishawahi pia kuwa jirani yao tu mzuri tu, ni mmoja kiongozi mkubwa sana katika taifa ambaye anafahamu vizuri sana jambo hili, sikutaka kutaja huko. Kwa hiyo nafikiri kazi hii inaanza mara moja. Saka RPC upo hapa, kazi hii inaanza mara moja. Huyu Lydia tumchukue, halafu atupitishe kwamba yeye ni mke wa Bernard, kwa sababu mke sio kwa maneno, mke ni kwa sheria. Je, alipokuwa na saini ni kweli mama alikuwa anamtuma, au kama alikuwa mtumi, kwa nini alikwenda kufanya na mili jambo hilo? Alafu mengine itakuwa ni subject to uchunguzi wa kina pale ardhi, na haya mengine nitafanya presentation fupi kwa Mheshimiwa waziri wangu wa ardhi, Mheshimiwa Kuilapo, ili mengine sasa kwa mujibu wa taratibu ataendelea nayo yeye, ila mimi kwenye mkoa huu yapo nitakayoendelea nayo. Mama, mimi nakuthibitishia hii mali kama ni ya kwako. Wataalamu wapo hapa wa ardhi, sio wote wananuka, wapo wengine wazuri mno, ndio pia wanatusaidia kazi hizi. Mali tarudi mikononi mwako. Amina sana. Kama kweli mali hii ni ya kwako, mali tarudi
mikononi mwako, na kwa mantiki hiyo RPC na mkuu wa wilaya kama ambavyo